Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza na kukusogezea mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club kuhusiana na mchezaji mwenye uwezo wa kucheza winga namba 7, mchezaji mwenye uwezo wa kucheza box to box midfielder yani kiungo namba 8, mchezaji mwenye uwezo wa kucheza kiungo namba 10 yani mpishi wa magoli ama kufunga kabisa, mchezaji mwenye uwezo wa kucheza winga namba 11. Kiufupi mchezaji huyu ni kiraka. Hapa tukienda kumwongelea Mohamed Bajaba. Mohamed Bajaba ni mchezaji ambaye klabu ya soka ya Simba walimsajili akitokea katika klabu ya soka ya Polisi Kenya pale nchini Kenya mara baada ya kufanya vizuri katika msimu uliomalizika 2024 2025. Mohamed Bajaba ni mchezaji tegemezi vile vile katika timu ya taifa ya Kenya almaarufu kama Harambee Stars, ambapo mchezaji huyu wakati anajiunga na klabu ya soka Simba kuna vilabu vingi viliweza kuvutiwa naye ikiwamo ndani ya nchi ya Tanzania, barani Afrika, hata Ulaya, lakini nyota huyu mara baada ya kupokea ofa ndani ya kosi chekundu wa Msimbazi aliamua kujiunga na klabu ya soka Simba, na kwa uzito ambao mchezaji huyu Simba waliweza kumuona, basi kwa upande mwingine wakaamua kumpa jezi namba 17. Jezi namba 17 ndani ya kosi chekundu wa Msimbazi imevaliwa na mangwiji wengi kama mchezaji Clatous Chota Chama, kwa ni jezi ya heshima ndani ya kosi chekundu wa Msimbazi. Lakini jezi hiyo mara baada ya Chama kuondoka akapewa Dibra ama Debora Fernandez Bavambo na kushindwa kufanya vizuri, na ndipo Simba wakaamua kumpa mikoba hiyo mchezaji anaofahamika kwa jina la Mohamed Bajaba. Lakini mambo yamekuwa ni tofauti. Mpaka sasa Simba wameshashiriki michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika katika mechi za awali, mechi za second preliminary round, bila kusahau hatua ya makundi, na nyota huyu hajafanikiwa kucheza mchezo wote, bila kusahau mechi za ligi kuu ya NBC. Mpaka sasa Simba Sports Club wao wamecheza michezo mitatu, Mohamed Bajaba hajacheza mchezo wote. Sababu za nyota huyu kuto kucheza mchezo wote ni kwamba alipata majeraha wakati akiwa na klabu ya soka Simba katika pre-season ambayo iliweza kufanyika pale nchini Misri. Sasa kwa sasa taarifa ni kwamba nyota huyu yupo fiti, yuko timamu kuweza kuitumikia klabu ya soka ya Simba, lakini kicheche ama taarifa zinadai kwamba kocha ama meneja Dimitari Pantevu hajaridhishwa na kiwango ambacho nyota huyu anakionyesha akiwa mazoezini, hata katika baadhi ya michezo ya kirafiki ambayo Simba Sports Club wameicheza katika kipindi hiki cha short mid term. Taarifa za ndani kabisa ni kwamba Mohamed Bajaba hafurahishwi na maisha ya kuto kuchezeshwa ndani ya kocha chekundu wa Msimbazi licha ya kupona majeraha yake, kwa sababu ukiangalia Simba tunaona wana mchezo pale katika nchi ya Mali dhidi ya Stade Malien, mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini nyota huyu licha ya kupona majeraha yake na kucheza mazoezi yote ambayo Simba amekuwa akifanya kwa program zote ambazo zinaandaliwa hakuweza kujumuishwa katika kikosi cha wachezaji 21 ambacho kiliweza kusafiri. Sasa watu wengi wanajiuliza, ni kwa nini? Kwa sababu ni nyota ambaye watu wengi wanatamani kumshuhudia uwanjani katika mechi za kiushindani. Taarifa za ndani kabisa ni kwamba Simba wana mpango wa kumtoa kwa mkopo katika dirisha dogo la usajili, kwa sababu ukiangalia kwa sasa spidi ambayo wachezaji wengine waliokuwa nayo ipo tofauti na spidi ambayo anao mchezaji huyu Mohamed Bajaba. Kwa Simba wamepanga kumtoa kwa mkopo ili aweze kupata uzoefu mara baada ya kurudi katika ule fitness wake, ndipo ambapo katika msimu ujao 2026-2027 atarejea ndani ya kosi chekundu wa Msimbazi. Sasa Simba wanataka kumtoa kwa moja ya vilabu vikubwa hapa nchini Tanzania. Swali lopo ni kwamba nyota huyu hataki, anataka atolewe kwa mkopo katika klabu yake ambayo alizoea ya Polisi Kenya, na taarifa za ndani kabisa ni kwamba amesisitiza uongozi ifikapo mwezi Januari, kama hawatofanya hivyo basi kuna uwezekano mkubwa akaomba kuondoka ndani ya klabu hiyo, kwa sababu anaona hana nafasi. Na ukiangalia yeye ni mchezaji ambaye wakati upo Polisi Kenya alikuwa
akiitwa katika timu ya taifa ya Kenya. Kwa hiyo huenda akapoteza nafasi yake ya kucheza katika timu ya taifa ya Kenya. Kwa ndio hivyo anasisitiza kwamba Simba wampe nafasi ya kucheza, la sivyo basi kwa upande mwingine ataondoka mwezi Januari, eza kwa kuvunjiwa mkataba ama kwa kuondoka kama mchezaji ambaye kwa upande mwingine ameuzwa. Kwa hiyo tunaona ni taarifa ambayo Mohamed Bajaba amesisitiza kwamba anataka apewe nafasi ya kucheza. Tuambie neno la comment kwa upande wako. Je, ni wakati sahihi kwa sasa Simba kumtumia nyota huyu ama wamuuze? Toa maoni katika comment, kama kawaida sitakuja kuyasoma.